Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Wakati ule Yesu aliwafundisha kwa mfano ya kwamba ni lazima kusali daima bila kuchoka. Alisema, katika mji mmoja kulikuwa na hakimu asiyemcha Mungu wala kumjali mtu. Na katika mji huo kulikuwa na mama mjane, naye alimwendea tena na tena akisema, nipatie haki kwa adui yangu. Siku nyingi hakutaka, kisha akajiambia, ingawa simchi Mungu wala simjali mtu, kwa kuwa mjane huyu ananisumbua, nitahakikisha amepata haki yake, ama sivyo ataendelea kuja hadi anichoshe. Bwana kaendelea kusema, sikilizeni asemayo hakimu mbaya. Na Mungu, je, atawapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku? Je, atakawia kuwasaidia? Nawaambieni, atawapatia haki upesi. Lakini Mwana wa Mtu atakapokuja, je, atapata imani duniani? Injili ya Bwana. Ndugu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Mahujaji wa matumaini pamoja katika sala. Nimewaza sana kuhusu hizo salamu ambazo tunasalimiana katika mwaka huu wa jubilei, ambapo wewe na mimi tumepewa nafasi na mama kanisa kuweza kupitia mlango wa matumaini. Na hivyo tunaposema mahujaji wa matumaini, nasi tunasema pamoja katika sala. Na siku ya leo twapewa changamoto kuhusu maisha yetu ya sala. Na katika somo la kwanza tumesikia jinsi ambavyo Waisraeli wanapoelekea katika nchi ya ahadi wanapatana na changamoto ya Waamaleki ambao hawakuweza kuwapa nafasi kupitia katika sehemu waliokalia, na hawakuwa tayari kuweza kuwaruhusu kutumia rasilimali zao. Waisraeli walitaka tu kupewa nafasi wapitie katika sehemu yao. Hawa ambao walikaa kule jangwani
ambapo njia ilikuwa hiyo waipitie ili wapate kufika katika nchi ya ahadi. Hawakuwa wamepigana mahala popote. Hawakuwa wamekabiliana na upinzani, kwani ndio walikuwa wamefunga safari kutoka Misri ili wapate kuelekea katika nchi ya ahadi. Na upinzani unawekwa na hawa ndugu wa Amaleki, ambapo walitangaza vita dhidi ya taifa hili lililochaguliwa na Mwenyezi Mungu. Na Musa alipofahamu hatari iliyo mbele, alimwambia Yoshua apate kuchagua watu wale ambao watakabiliana na Waamaleki, naye apate kuelekea mlimani pamoja na fimbo ili kumuita Mungu apate kuwapigania waweze kupata ushindi dhidi ya maadui hawa. Hivyo anapomwambia chagua watu na kesho asubuhi utoke kupigana na Amaleki, mimi nitasimama juu ya kilima na ile fimbo ya Mungu itakuwa mkononi mwangu. Ndiyo hii fimbo iliyotumika kule Misri. Musa alipoambiwa kwamba iangushe chini na ikawa nyoka, ishike sehemu ya mkia na ikawa fimbo. Ndiyo fimbo aliyoweza kuitumia kugonga maji na barabara ikapatikana. Kwa hivyo kupitia hiyo fimbo ya uchungaji aliweza kuamini ya kwamba Mwenyezi Mungu atasikiliza kilio cha sala yake. Hakwenda mlimani peke yake, aliandamana na watu wawili, Haruni na Huri. Hawa watu wawili, Haruni akiwakilisha makuhani na Huri akiwakilisha walei, hawa ndio walioweza kushikilia mikono ya Musa alipo hisi ya kwamba amechoka kuweza kuinua ile mikono. Kwa hiyo tuweza tukasema kwamba makuhani waliowakilishwa na Haruni waliweza kuwasilisha sala zao mbele zake Mungu Mwenyezi. Kwa hivyo uwepo wao kusimama na mwenzao ili kuendelea kumuimarisha apate kuendelea kuinua mikono na kuwatetea mbele zake Mungu Mwenyezi lilikuwa ni jambo la maana sana. Hivyo kanisa nzima liliweza kukutanika ama kuunganika juu ya mlima, na hapo ndipo vita vile vikali vilivyokuwa, kwa sababu ni katika mlima wanaposhikamana na Mungu na kumuita Mungu, Mwenyezi Mungu aliweza kuwasaidia hawa waliokuwa wakikabiliana na Waamaleki kuweza kuwashinda. Lakini Musa alipochoka na pengine
kushusha mikono yake, basi maadui zao waliweza kuwasukuma sana Waisraeli. Kumbukeni maneno yake Yesu Kristo, palipo wawili ama watatu wamekusanyika kwa jina langu, mimi ni pamoja nao. Na hili ndilo jambo ambalo siku ya leo tunakumbushwa, ya kwamba ndugu zangu, hatupaswi kudunisha mtu yeyote. Kanisa linapounganika pamoja katika sala, Mwenyezi Mungu anasikiliza kilio cha yale mambo ambayo tunawasilisha mbele zake Mungu Mwenyezi. Ndipo tuambiwa kwamba without prayer all our activities become restless energy. They become restless energy. With prayer, even the heaviest burdens are carried with God strength. Ni Mungu anayetuimarisha. Sio kwa nguvu zetu tunapata ushindi, bali ni kwa uwepo wake Mungu Mwenyezi tunapata ule ushindi ambao tunautafuta maishani mwetu. Na ndipo wewe na mimi siku ya leo tunaitwa na kuulizwa, jumuiya yetu ni gani? Wewe na mimi tunashiriki katika jumuiya gani? Iwe ni jumuiya ya familia zetu, iwe ni jumuiya zile ambazo tunashiriki za sala, tunapounganika na kumuita Mungu, hata lile jambo ambalo twaliona kuwa ni gumu sana kwetu la kuwa rahisi tunapoimarika kiroho, hata wakati ambapo tunahisi ya kwamba hatuna nguvu. Many times when we feel that we have no energy to continue, but with the help of others, jinsi ambavyo Musa alipata msaada kwa Haroni na Huri, waliposhikilia mikono yake, Waisraeli waliweza kupata ushindi. Waamaleki ni akina nani katika maisha yetu? Kwa sababu ndugu zangu, tusiangalie hili somo kama vita hivi ambavyo vinaendelea katika ulimwengu tunaoishi, ambazo ndizo tunazoelekezwa, bali tunaelekezwa kutazama vita vya kiroho ambazo tunapigana nazo katika maisha yetu, na hasa tunapokumbana na changamoto za maisha. Alone we cannot be able to defeat the enemy who is pursuing us, but collectively as a community of prayer, we can be able to overcome every other obstacle that is laid before us by the devil. Na ndio basi tunaitwa ili tuweze kujichunguza. Na ndugu zangu, tunapotazama, tunaalikwa kwenda katika mlima ili tuweze kumuita Mungu, huyu Mungu ambaye walidhamini sana yumo juu ya mlima, na huko ndiko walikoenda ili wapate kukutana na Mungu muumba wetu. Tumekuja katika nyumba ya Mungu ambao ndio mlima ule tunaoelekezwa kwenda ili tupate kuinua mikono yetu kwa Mungu ili apate kusikiliza dua za kila mmoja wetu. Na hili ni jambo ambalo linatukumbusha jinsi ambavyo Yesu alisema katika Injili ya Yohane mlango wa 12 aya ya 32 ya kwamba atakapoinuliwa atawavuta watu wote wapate kwenda kwake. Yesu mikono yake iliinuliwa na kaweza kutundikwa juu ya mtu wa msalaba ili apate kushinda dhambi na kifo kupitia hiyo sadaka ambayo aliweza kuitoa pale juu ya mtu wa msalaba, kutuonyesha kwamba ni kupitia msalaba wake wewe na mimi tunapata fursa ya kuweza kuvutwa ili tuweze kushikamanishwa na yeye aliyeweza kupata ushindi dhidi ya dhambi
na kifo. Na ndio twasema kwamba we should always remember that the battle is the Lord's. The battle is the Lord's. The victory is His, and prayer is how we share in it. So if the battle is the Lord's, the victory is His, and prayer is how we share in it, then it calls each one of us to introspect ourselves and ask ourselves, how do we value prayer in our lives? Na ndio mtakatifu mmoja aliweza kuambia wenzake ya kwamba leo nina kazi nyingi mno ambazo hazitanipa nafasi pengine hata ya kupumzika, lakini nina masaa matatu ya kuweza kuongea na Mungu katika njia ya sala. So if this person, if this saint had 3 hours to communicate with God, though with a lot of work to do, then this calls us to value prayers in our lives. Ya kwamba ndugu zangu, bila sala ni kumaanisha kwamba tutakuwa tumepoteza kila kitu tunachodhani ya kwamba ni cha maana. That is why we say prayer is our spiritual surrender. Kila wakati tunapoingia katika hali hiyo ya sala, sisi wenyewe tunajikosa ama tunajiweka mikononi mwake Mungu Mwenyezi ili atuongoze katika safari hii ya imani. Bila sala tutakuwa tumepoteza. Prayer is a need. Prayer is a need. It's not a want. Ni kama vile ambavyo tunasema hauwezi endesha gari bila mafuta. Ama unaweza? Hauwezi ukaendelea kuishi bila kula. Kwa hiyo tunaona ya kwamba we energize our bodies through eating. Na tunapokula tunapata nguvu ya kuendelea kusukumana na maisha. Vivyo hivyo hata sala ni chakula cha roho. Tunaimarisha maisha yetu na uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu kupitia zile sala ambazo tunawasilisha mbele zake. Hivi kwamba tunaambiwa prayer is the expression of man's heart desires to God, either in words or gestures. That prayer is the expression of man's and woman's heart desires to God, either in words or desires. Kwa hivyo tunaelezea hisia zetu za kiroho kwa Mungu kwa maneno ama kwa vitendo. Na hivyo ndipo basi siku ya leo tunaitwa kuona ya kwamba ushindi unapatikana kwa njia gani. Wakati ambapo Musa alishusha mikono yake, walikabiliwa na maadui. Wakati ambapo wewe na mimi tunachoka na tunahisi ya kwamba hatuna nguvu tena, tunakuta ya kwamba shetani anajipenyeza na kwa kweli anaanza kutawala maisha yetu, kwa sababu tulijitenga na Mungu licha ya kujua kwamba hii ndiyo njia inayotushikamanisha na Mungu kila wakati tunapomuita maishani mwetu. Na ndio tumesema Waamaleki ni akina nani? Changamoto ambazo tunakabiliana nazo, iwe ni magonjwa, ukosefu wa kazi, pengine vifo ambavyo vyaja katika maisha ya familia zetu, wale watu ambao ni wapinzani katika maisha yetu. Hawa wote ndio ambao tunaitwa ili tuweze kuwasilisha mbele zake Mungu Mwenyezi kwa sala, lakini sio kwa nia ya aweze kuangamiza, bali kwa nia apate kuwabadilisha na macho ya imani apate kufunguka, waelewe ya kwamba hakuna mtu ambaye ataishi milele yote katika hii dunia. Hii dunia ina mwisho wake. Na kwa hivyo kama vile ambavyo Mtakatifu
Padre Pio alivyosema kwamba that prayer is the oxygen of our souls. Hivyo hiyo pumzi tunaopumua na tunaendelea kuishi, hata roho zetu zinahitaji kupumua ili na sisi tuendelee kuimarika katika maisha yetu ya kiroho, na sasa kuona ya kwamba we are able to supply oxygen in our souls through the commitment we have in our prayer life. Mara nyingi ukiuliza mtu ama tukiulizwa, tunatenga muda wetu wa sala kwa njia gani? Do we make sacrifices in our prayers? Wewe na mimi, kuna vile ambavyo tunasema kwamba tunajinyima ili kuone ya kwamba tunazungumza na Mungu, ama twajinyima tu wakati ambapo tunakabiliana na changamoto za maisha. Mimi nakumbuka kitambo sana wakati ambapo nilitaka kuingia jeshi, kabla hata sijafikiria kwamba naweza kuwa padri, na nilipojua interview ni wakati gani, nilichukua novena ya siku 54. Sijaisema hiyo novena tena tangu niliposema siku hiyo, lakini ilikuwa novena ya siku 54, na nikamwambia Mungu, naomba sana mimi hii kazi nataka. Na baada na mama alihakikisha kwamba yuaniita saa 9, kama vile ambavyo wengi wetu tunaamini ya kwamba saa 9 Mungu hajakorogwa mawazo. Unajua tunafikiria Mungu ni mtu, tia kwamba anakorogwa mawazo na sala za watu. Huwezi badilisha Mungu, sala zinapaswa kutubadilisha sisi. Hivyo saa 9 kama imebaki dakika 5, mama ananiita, ananiambia, George, kumbuka sala na ile kazi unaombea. Ukisikia ile kazi unaombea, unaamka, unapambana. Hata baada ya kusema hiyo novena ya siku 54 na siku ya kuichukuliwa jeshi ilipowadia, mimi na jirani yangu tuliondoka asubuhi na mapema kutoka kule Lanet kuja mpaka hapa stadium, na tulikuja mguu. Hakukuwa na gari saa hizo, hakukuwa na tuktuk, hakukuwa na pikipiki miaka hiyo. Nazungumzia 1990. Hivyo ndugu zangu, baada ya kuja mguu, tulikuwa tumefika hapa stadium kabla saa 11 ya asubuhi. Kwa hivyo tulitoka Lanet saa ngapi? Mungu anajua. Baadaye waliokuwa wanakuja kuchagua wale ambao watachukuliwa, walipofika wakatangaza na kusema kwamba zoezi halitafanyika hapa, litafanyika showground. Kwa hivyo ni tutoke hapa mbio kuelekea wapi? Showground. Na unapofika showground ni kupanga laini ili mkaguliwe mnapoingia mmoja mmoja. Na ile mbio tulipitia hapa town, ungedhani ya kwamba kuna mtu ameiba. Kwa hivyo ndio tunakimbiza, lakini tufike, ili hii kazi tumeiombea sana, na tukasukumana. Wale ambao baada ya kukimbia tukaenda tukachukuliwa na lori. Sasa hizo tumekimbia mara ya kwanza, tumepanda kuelekea Creator huko juu, baadaye tukaambiwa tuteremke ili tuje na ukuta wa medical, na baadaye turudi stadium. Ndugu zangu, tukaambiwa kwamba tumepitia ile njia ambayo haikutakikana. Sasa ulikuwa toka kule Creator juu, unakuja karibu State House, alafu unaanza kurudi. Watu walipoona tunarudi, nao wakafikiria kwamba mbio imefika mwisho hapo. Sasa ni kurudi stadium, showground.
na wakaingia wakipewa namba. Baadaye aliyekuwa anasimamia zoezi hilo akaja na akatangaza hiyo yote imetupiliwa mbali, tukawekwa kwa lori mpaka Kiamunyi, tukaenda tukatupwa huko. Baadaye tukaambiwa simameni hapa, na mbio ikaanza upya mpaka showground. 50 peke yake ndio waliweza kukubaliwa kuingia. Bahati nzuri nilikuwa mmoja. Zoezi ya kukimbia nilikuwa nishafanya. Unajua unatafuta kazi, kila kitu unaweza ukafanya. Mtihani ndio huo, baadaye kuangaliwa macho, unaangaliwa, unakaguliwa vizuri sana. Na baada ya zoezi hilo lote, sehemu ya mwisho ambayo ilikuwa imebaki, nilifika hapo. Na baadaye nikaona karatasi yangu imechorwa laini 2 na ikaandikwa unfit to become a soldier. Na niliposoma ya kwamba I don't fit to become an army man, nikaambia Mungu asante. Ndio mara nyingi pengine ingekuwa ni kumkashifu Mungu. Nikaambia Mungu na kushukuru kwa sababu umenifikisha hapo na umeonyesha kwamba mimi siwezi nikatumikia jeshi ya Kenya. Na kweli nikarudi kwetu nyumbani, na kijana ambaye tulikuwa tumekuja naye yeye alifukuzwa mapema. Kwa hivyo alitaka kujua sana kama nimechukuliwa ama. Nilipomwambia si uningoje uone, akasema we nikute mbele. Hapo ndio nilijua kukuta watu mbele ni kuzuri. Sijui mimi nilijipata kwa upadri aje. Pengine ni baada ya kukataliwa huko nikajua kuna jeshi ingine unaweza ingia, jeshi ya kuelekea mbinguni. Hii ilikuwa ni ya dunia. Lakini kile ambacho nataka kusema ni kwamba mara nyingi tunaweza ombea jambo lile ambalo hatutawahi kutimiziwa katika maisha. Lakini hiyo haimaanishi ya kwamba tunapaswa kukata tamaa. Na ndio katika somo letu la Injili leo Yesu Kristo anatuambia ya kwamba, kwa mfano, Yesu aliwafundisha kwa mfano ya kwamba ni lazima kusali daima bila kuchoka. Kusali daima bila kuchoka. Na anatoa mfano wa huyu mama. Huyu mama aliyenyimwa haki yake. Huyu mtu anasema kwamba ingawa simchi Mungu wala simjali mtu, kwa kuwa mjane huyu ananisumbua, nitahakikisha amepata haki yake, ama sivyo ataendelea kuja hadi anichoshe. Tazama maisha ya Agostino. Tazama maisha ya mama Monica. Wakati ambapo Agostino alikuwa amepotelea katika raha na anasa za dunia, huyu mama hakuchoka kubisha mlango wa mbinguni ili Mungu apate kusikiliza dua zake. Na pengine tuweza tukasema kwamba alipoyasoma maandiko na kusikia kwamba yasema ombeni na mtapewa, tafuteni na mtapata, bisheni na mtafunguliwa, kwake hili ni jambo alilolidhamini, kwa sababu aliendelea kuomba akiwa na matumaini ya kwamba siku moja Mwenyezi Mungu atajibu sala zake. Na tuambiwa kwamba haikutokea na siku ya kwanza, mwaka wa kwanza, mwaka wa 10 hadi miaka 20 ndipo sala yake ilipojibiwa. Na mtoto wake Agostino aliweza kubadilika. Na katika sala za huyu mama Monica aliomba sana na kusema kwamba hata anamuombea mwanawe, kama wakati ambapo ataweza kuiaga dunia, mwanawe aweze kuongoza ibada ya misa katika mazishi ya mzazi wake. Na hiyo sala yake ilijibiwa.
kwa sababu haikuwa ni sala ya ubinafsi, bali ni sala aliyomweka wakfu mwanawe mikononi mwake Mungu Mwenyezi, ili hata aweze kumtumia kama mtumishi katika nyumba yake. Na hilo kweli liliweza kutimia. Hivyo ndugu zangu, sisi tusiombe wiki moja ama siku 9 ama siku 54 tudhani ya kwamba tushapenya kuta za ufalme wa mbinguni. La hasha. Tunahitaji kuendelea kubisha winguni kule aliko Mungu, ili Mungu apate kusikiliza dua za kila mmoja wetu. Na ndio tuone ya kwamba kupitia hiyo mikono ya Yesu iliyopanuliwa kwenye mti wa msalaba, anatualika tuweze kushikamana naye, ili na sisi tunapotoa dua zetu kwa Mungu bila kuchoka, Mungu anayejua kile ambacho ni cha maana na cha manufaa katika maisha yetu ataweza kutujalia. Unaombea mlevi, ati mzee ni mlevi, wiki 2 umechoka. Namuona unasema sasa huyu ni mtu aina gani ulinipatia Mungu? Lakini hukupatiwa, na ulichagua. Mungu alikuwa wapi ukichagua? Pengine hata hukumuhusisha, hata pengine ulitoroka kwenu kwa sababu umeona mzee amekununulia mandazi 2.8, ukaona ya kwamba haya ni mambo ambayo yataendelea kula na kunywa. Wewe ulimchagua kwa sababu ya kile alichokununulia, kile alichokuvutia nacho. Hukuweza kuweka jambo hili katika sala ili Mungu apate kukudhihirishia uweze kuona kile ambacho ni cha maana katika maisha. Na ndiyo Yesu anaposema kwamba lakini mwana wa mtu atakapokuja, je, atapata imani duniani? Chunguza imani yako, nichunguze imani yangu. Mara nyingi ndugu zangu, utakuta ya kwamba misa yaendelea hapa, tunazidi kupewa mwaliko, tafadhali tujinyime, tuamke mapema, tuje tumwabudu Yesu Kristo. Tulijenga Adoration Chapel na hapa, lakini watu ambao pengine wanafaidika ni watu wa mbali. Sisi wenyeji wa hapa pengine hata hatuna muda ya kufika pale na kuweza kutoa sala zetu. We are so busy. Utakuta mtu ambaye anafanya kule sokoni, ni rahisi kupitishiwa na motorbike pale, anaguza barabara akielekea ili afungue mapema. Nyanya zinanunuliwa saa 11. Najua nimekutana na mama mmoja ambaye huwa tunaenda kumtembelea siku ya Alhamisi. Siku moja nimemuona ameguza barabara akielekea town. Na sisi hapa huwa tunajiambia kwamba huyu hawezi enda mahali popote, lakini kwa sababu kuna nyama inapeanwa sijui wapi, kuna butchery moja pale town ambayo inapatia watu wasiojiweza angalau nusu kilo kila wiki. Hiyo siku huyu mama na pengine wengine hawakosi kupanda kuelekea kule kuendea nyama nusu. Kuna mama mmoja niliwaambia hapa ya kwamba alienda akamkuta mtu ambaye ni kafiri, haendi kanisani, alikuwa na butchery, na akamwambia kwamba naomba unisaidie na nyama, mimi nihudhurie misa kwa niaba yako. Na mzee kwa madharau akamwambia uhudhurie nini? Misa kwa niaba ya nani? Yangu. Basi enda. Kaambia nenda, kisha toka upitie hapa. Na mama kweli alihudhuria misa, sababu tunasema this is the highest prayer that one can ever say when you attend mass attentively from the beginning to the end, the highest form of prayer. Hivyo huyu kwa madharau, yule mama aliporudi akasema
tumetoka, sasa nimekujia nyama. Na ule mzee akachukua karatasi na kalamu, akaandika, umehudhuria misa kwa niaba yangu, na hiyo karatasi akaiwekelea juu ya kilo ya nyama. Baadaye akachukua kamfupa kadogo akawekelea kwenye ile sahani. Hiyo karatasi aliyoandika haikunyanyuliwa nako kamfupa kadogo. Na mzee akadhani ya kwamba pengine ni kama amekosea, akachukua karatasi na ile ratili ikaanguka. Akawekelea karatasi ikainua kale kamfupa. Akakata kanyama kadogo akaweka juu, karatasi ikabaki na uzito. Akakata nyama kubwa, bado karatasi haikuinuliwa. Akainua karatasi, kilo ikaanguka. Akarudisha karatasi ikainua nyama. Imeandikwa nini? Nimehudhuria misa. Misa kwa niaba nani? Kwa niaba yako. Ndiye anawekelea pale penye mawe, inawekelewa, na kwenye sahani anawekelea nyama. Baadaye alitoa mguu mzima akawekelea kwa ratili, bado karatasi ilikuwa na nguvu kushinda ile nyama. Na ndio baadaye akauliza yule mama, kwani unataka kuchukua nyama yangu yote? Lakini nini? Madharau ya kwamba umehudhuria misa kwa niaba yangu. Sisi tunapokuja misa, tunakuja na njia gani? Tunaleta roho yetu na maisha yetu yote kwa Mungu kama ishara ya kwamba tumekuja kuomba pamoja na Mungu ili aweze kutuimarisha kupitia neno lake na kupitia mgao wa sakramenti ya Ekaristi. Yeye anapotushirikisha mwili na damu yake, kama alivyotushirikisha kutualika kwenye mti wa msalaba, ili na sisi tuweze kusalimisha dhambi zetu. Na ndio tunasema kwamba that victory is won not by human strength but the power of prayer joined to sacrifice. Tutashinda wakati ambapo tunakuja na nguvu za sala na kujinyima. Hivyo ndivyo tutakavyoshinda, mbali sio kwa nguvu za kibinadamu. Musa, Haroni na Huri, hawa ni watu watatu tu. Lakini licha ya kwamba ni watatu, wale waliokule chini wanategemea wale watatu ambao wameshikamana na Mungu. Kwa hivyo hata sisi tunaposhikamana na Mungu kwenye mlima wake, tutaweza kushinda lolote lile ambalo tunalipitia katika ulimwengu huu. Huyu mama alipata haki yake kwa sababu hakuchoka. Hata wakati ambapo alionyeshwa madharau, bado aliendelea kutafuta haki ipate kutimia katika maisha yake. Na kweli hiyo haki aliipata. Kuna jamaa mmoja alijigamba ya kwamba yeye huwa haendi kanisa, lakini kila Jumapili alienda shambani akapanda. Na akawa akisema, nilipanda, nilipalilia, hata nilivuna siku ya Jumapili, na hata nimeweza kupata mazao mengi kama wale ambao walikuwa wakienda kanisani nilipoyavuna mwezi wa 10. Na hivyo akasema, kuna tofauti gani? Nyinyi mmeenda kanisa, mimi nimeenda shambani, lakini nimepewa mavuno hata mengi kuwashinda wale ambao wamekuwa wakienda kanisani. Na akasema kwamba hili ni jambo ambalo angependa watu wapate kuelezwa, ya kwamba sio lazima uende kanisani ili Mungu akutimizie. Ndio, lakini akumbuke ya kwamba Mwenyezi Mungu hafanyi hesabu zake mwezi wa 10. Mwenyezi Mungu anafanya hesabu zake tunapofika mbele yake, ili kila mtu aweze kukadiria nini alichofanya na maisha ambayo alipewa na Mwenyezi Mungu. Na leo tunapaswa kujifundisha hivi,
that when life is busiest, give more time to prayer. Hata wakati ambapo maisha yana ugumu wake na tumo katika harakati ya kuendelea kujitafuta, tumpe Mungu nafasi kubwa tunapoongea naye katika sala. Tumo katika mwezi wa Rozari. Na hakika pengine baadhi yetu wa Katoliki hata pengine huwa tunakumbushwa ni mwezi wa Rozari tunapoenda kwa jumuiya. Wewe unanunua rozari, Father hatawezi pita pale kwa usalama. Father, nibarikie. Lakini licha kubariki hizi rozari zote, ni mara ngapi wewe unachukua muda wako, mimi nachukua muda wangu kuzungumza na Mungu katika njia ya sala? Hivyo tuambiwa kwamba when life is busiest, give more time to prayer. When prayer seems heavy, lean on the prayers of others. Kwa hivyo tunaambiwa kama vile ambavyo Musa alivyochoka na kuteremsha mikono yake, alitegemea ndugu zake Haroni na Huri ili wapate kumshikilia na mikono iweze kubaki juu. Hata sisi tutashikiliwa na wale ambao tunaambia tafadhali nikumbuke katika sala. Na tunapowaambia watukumbuke katika sala, tunaweza jihisi ya kwamba hatuna nguvu, lakini kwa uwezo na nguvu ambazo wengine wamejaliwa, wataweza kutusaidia ili na sisi tuweze kustahimili changamoto ambazo tunakumbana nazo katika maisha. When answers seem delayed, persist with trust, for God never abandons his children. Persist with trust. Huyu mama kama hangevumilia, huyu wakili katili hangeweza kumtimizia lile ambalo alikuwa kiomba. Lakini anasema kwamba ingawa simchi Mungu wala simjali mtu, kwa kuwa mjane huyu ananisumbua, nitahakikisha amepata haki yake. Kwa hivyo atafuatilia aone haki yake ameweza kutimiziwa. Na hivyo tunaulizwa basi, je, na Mungu hatawapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku? Atawatimizia. Unapomlilia Mungu kwa sababu ya hiyo ndoa unaona ya kwamba imekuwa ni changamoto, unapomlilia Mungu kwa ajili ya hao watoto ambao pengine wamekuwa wasumbufu, kama Monica alisikilizwa na Mungu na Agostino akabadilika na hata akawa mpaka askofu, nani hawezi akabadilishwa? Tunahitaji kwenda kwake tukiamini yale tunaowasilisha kwa Mungu. Hata ugonjwa ukawa ni wa namna gani, tunaambiwa kwamba tukaamini hata huo ugonjwa utashindwa kwa nguvu zake Mungu Mwenyezi. Kwa hivyo tuangalie changamoto kama njia ambayo tunapaswa kuitumia kama ngazi ya kuweza kumfikia Mungu, ili tusije, ndugu zangu, tukakata tamaa hata mara moja. Unajua kuna huyu mtu ambaye alichoshwa na punda wake, na punda wake alikuwa amezeeka na akawa ameanguka kwa shimo. Na wakati ambapo yule punda alikuwa ameanguka kwa shimo, huyu jamaa akasema, huu ni muda mzuri sana, hii punda hata imechoka sana, basi nitaizika ikiwa hai. Na kawaita watu kuambia, naomba munisaidie kumzika huyu punda. Na walianza kutupa mchanga kwenye lile shimo ambalo punda alikuwa ameanguka ndani. Na punda akajua kwamba mpango ambao umo ni kuweza kumzika akiwa hai. Hivyo akajua hapa ni kubaya. Kwa hivyo kila walipotupa mchanga, yule punda alijitikisa na mchanga ukateremka. Na vile ambavyo aliendelea kutupa, ndivyo alijitikisa na mchanga ukateremka na akakanyaga. Kwa hivyo huyu punda aliendelea kuinuka, na walipotazama walimuona
punda anakaribia kutoka. Because punda hakupoteza matumaini, alitumia nafasi ile kujitikisa ili shimo linapofunikwa naye apate kuinuliwa. Hivyo ndivyo tunavyopaswa hata sisi katika maisha yetu. Acheni sala zituinue, zitushikamanishe na Mungu, na tutapata ule ushindi tunaoutafuta katika maisha yetu. Mungu awabariki, tukutane mbinguni.